Vurugu ya kutisha imetokea Dar es Salaam baada ya vijana wenye hamasa na hasira kuvamia vituo viwili vya polisi. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Dar es Salaam ilitikiswa na vurugu kubwa usiku wa kuamkia leo baada ya wananchi waliokuwa na hasira kugeuza mji huo kwa uwanja wa ghasia. Tukio hili lilipelekea uharibifu wa mali za umma na binafsi, ambapo mabasi ya mwendo kasi pamoja na vituo vyake vililengwa kwa mawe, huku fujo zikisambaa hadi kwenye vituo viwili vya polisi. Katika vurugu hizo, kijana mmoja aliripotiwa kupoteza maisha, na ni jambo linaloibua hisia nzito kwa jamii. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na jeshi la polisi, vurugu zilianza kwa wananchi kurusha mawe mabasi ya mwendo kasi na kuvunja vioo katika vituo vingine vya huduma hiyo. Hatua hii haikuishia hapo, kwani kundi la watu lilielekeza hasira zao kwenye kituo cha polisi cha Magomeni Usalama pamoja na kituo cha polisi cha Magomeni Kagera, ambako baadhi ya magari yaliharibiwa na majengo kupata uharibifu. Uthibitisho wa kifo cha kijana mmoja katika tukio hilo ulitolewa na mamlaka za usalama, ambapo ilielezwa kuwa tukio hilo lilihusiana moja kwa moja na fujo zilizoshuhudiwa maeneo hayo, na hadi wakati huu uchunguzi juu ya mazingira ya kifo chake uliendelea kufanywa ili kubaini chanzo cha mazingira halisi yaliyosababisha kupoteza maisha yake. Jeshi la polisi liliweka bayana kuwa liliweza kudhibiti hali hiyo kwa muda mfupi baada ya kuenea hasa maeneo ya Kagera, ambapo vurugu zilionekana kushika kasi zaidi. Ulinzi uliimarishwa ili kuhakikisha miundombinu ya usafiri na mali za wananchi hazizidi kuathirika kutokana na vitendo vya uharibifu vilivyojitokeza. Vurugu hizi zilikuja katika mazingira ambayo tayari wananchi walikuwa wakieleza malalamiko yao kuhusu changamoto mbalimbali, lakini mamlaka za usalama zilisitiza kwa sababu yoyote iweze kuhalalisha uharibifu wa mali za umma. Uharibifu wa mabasi ya mwendo kasi, vituo vyake na hata vituo vya polisi ulitafsiriwa kama kitendo cha uvunjifu wa sheria kinachohitaji kushughulikiwa kwa mujibu wa taarifa ama wa taratibu za kisheria. Tukio hili lilichukuliwa kama onyo kwa jamii kuhusu madhara ya kuchukua sheria mkononi na kutumia fujo kama njia ya kueleza malalamiko. Kwa historia ya jiji la Dar es Salaam, visa vya aina hii havijashuhudiwa mara kwa mara, na ni jambo liloongeza mshtuko wa tukio hilo na kuibua mjadala mpana kuhusu uhusiano kati ya wananchi na vyombo vya usalama. Hadi sasa uchunguzi uliendelea kufanywa chanzo cha vurugu na namna kijana mmoja alivyopoteza maisha katika machafuko hayo. Wadau wa haki za binadamu na wanaharakati wa kiraia walitarajiwa kutoa msimamo wao, huku wananchi wengi wakisubiri hatua rasmi kutoka kwa jeshi la polisi na serikali kwa ujumla. Huu ni ulikuwa uchambuzi kutoka hapa Kenyascope. Endelea kufuatilia kwa karibu matukio makubwa yanayoibua mjadala nchini Tanzania na duniani, kwa sababu hapa ndipo unapata simulizi za kina na ukweli usiopindishwa.